ni matumaini yangu, na ni tofauti nikiwa Dar. Kwanza inakuja Dar inakuwa imeshapita kwenye utaratibu huo, na ikiwa katika uwasili wake inakuwa ni vitu viwili tofauti. Kwa ukiipata katika uwasili wake ni bora zaidi kuliko kuipata imeshapita katika taratibu zingine. Kwa hiyo naamini wito wangu mtauitikia na utakuwa na tija kwenu, na utakuwa na faraja kubwa katika kusambaratisha au kusafisha changamoto nyingi katika mwili. Sina imani kama kuna vipimo vingi vya kuchambua aina ya virusi. Virusi viko zaidi ya 500,000, zaidi ya 500, na kuna aina nyingi ya virusi. Sisi tunachojua au vinavyojulikana baadhi ya watu ni virusi vya HIV tu, na vipimo vyake ndio hivyo, takriban viko 19, viko ni vingi. Ukienda kwenye Google ukiangalia utaona vingi, sitaki kutaja hata idadi yake. Na sisi tunapata vya msaada vilo vingi ambao vinauzwa bei rahisi, ambao majibu yake hata huko duniani hawayataki na hawayakubali. Mara nyingi tunatumia sisi hizi nchi za Afrika kutokana na uwezo wa kununua vifaa tiba. Nchi nyingi za Afrika imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo nina matumaini makubwa wapenzi wa TR Msigwa na watu wanaomfuatilia TR Msigwa watanufaika zaidi wakitumia hii. Lakini dawa ambayo ni bora na iko safi katika swala la VVU ni 4A9 na mchanganyiko wake na utaratibu wake. Hii ni ile hatua 2 ya second line ambayo itakuja baadaye kutumika kama second line, ambayo inakwenda kuua virus aina yote, kusafisha virus aina yote. Na tumpingi mtu anaosema virus hawafi, ni mtazamo tu. Leo tunaona kuna hii vita ya leo, ndege zisizokuwa na rubani ndio zinatumika kufanya mashambulizi katika taifa moja au taifa lingine. Elimu inazidi kupanuka, wigo unazidi kupanuka. Ukiendelea kufikiri kama gari, maana gari ndio inarudi nyuma, wewe akili yako hiyo inarudi inaishi kwa kukariri. Tunakuombea sana Mungu akujalie akili yako iweze kupanua wigo wa kufikiri. Watu wanafikiri kila kukicha. Kwa hiyo tunakuwa na hiyo chai, tunakuwa na hiyo dawa ya asali ambayo mimi nimetoa wito kwa wagonjwa wangu wote. Ningependa angalau hii lita moja uipate ili ujihakikishie usalama zaidi, kwa sababu hali ya dunia na kiuchumi inakwenda kubadilika kama vita hii itaendelea. Na wakubwa hawa wanaoneshana ujuzi na kila mtu ana mtazamo wake, na watu wanawasihi warudishe hasira zao nyuma ili dunia iwe na amani. Lakini ninavyosikia, ninavyofuatilia, inaonekana kabisa sasa tunakwenda kushuhudia mabadiliko makubwa. Tuombe Mungu ajalie jambo hili liweze kukoma, watu waishi kwa amani, waendelee na shughuli zao kama kawaida. Wito wangu kwa Afrika wenzangu, tusipoteze muda mwingi kushangilia na kuwa washabiki. Tupoteze muda mwingi kujiuliza tunalibadilishaje taifa letu kutoka kwenye hali duni kwenda kwenye hali nzuri zaidi ya kiuchumi, katika swala la afya, katika swala la uchumi, katika masuala yote. Yani usitumike kuliharibu taifa, tumika kulisaidia taifa lako ili lipige hatua. Yani mchango wako uonekane kwenye taifa lako ni upi. Ndugu zako, kwa maana raia wenzako walio ndani ya taifa lako, unawachangia vipi, unawasaidia vipi. Naendelea kuna shughuli zangu porini, na kesho nitaendelea kukutana na wadau, kuzungumza nao na kusikiliza kesi zao. Ila nimejifunza kuwa wagonjwa wanaambiwa hivi, wanafanya vingine baada ya kukutana na baadhi ya watu. Tumia fursa hii ya kupata dawa ya asali hata kama umepona, kuhakikisha afya yako inakuwa madhubuti na kusafisha aina yoyote ya virus na antibody zote mbovu kuwa na antibody safi, na mwili wako kuwa madhubuti kwa kutumia 0752819047. Napatikana kwa uzuri zaidi kuanzia saa 9 au saa 10, ndo natoka kwenye sehemu ambazo nakwenda kufanya shughuli zangu za tafiti.